kuendeshwa. Hii nchi ni ya wananchi wenyewe. Nyinyi mseme huyu tunamwona ana uwezo, huyu mwadilifu, huyu mkweli, huyu ana uwezo. Wananchi ndio mnamchagua. Wewe kawe mbunge, wewe kawe mwakilishi, wewe kawe diwani, wewe kawe rais. Likiondoka hilo, maana yake watawekana wenyewe wanaotaka, na hawawezi kuwekana, lakini watawekana kwa malengo yao binafsi. Huo ndio ukweli. Hakuna maelezo mengine zaidi ya hayo. Imani yetu sisi ni kwamba tunao uwezo nchi hii kuwa mara 10 mbele ya hao leo wanaotupita mara 10. Lakini lazima mrudi katika misingi ya kuendesha nchi. Waswahili wanasema mali bila daftari. Daftari ni uwajibikaji. Wewe umetumia nchi, kuna mfumo wa kuwajibika. Baraza la Wawakilishi ndio ngome, ndio pahala pa wananchi kwenda kuhoji serikali yao, kuisimamia. Sasa leo mtu anayepelekwa baraza la Wawakilishi na huyu ambaye anapaswa amsimamie. Yaani leo mchungwa anachagua mchunga, na sio mchunga anachagua mchunga tu na kamba ya kufungwa. Hapo patakuwa na panalitakalokuwa hapo. Haiwezekani. Ndio maana unamkuta mtu anayekuwa mkuu wa mkoa, badala ya kufanya kazi za kusimamia usalama na ustawi katika mkoa wake, yeye ndiye anekuwa mhalifu namba moja. Leo tuna watu askari chuo cha mafunzo kaekwa akawafundishe wahalifu. Mzee Karume ndio maana akavita vyuo vya mafunzo, wafundishe wahalifu wanaopelekwa kule wawe na tabia njema, wasiibe tena. Sasa leo namkuta askari wa chuo cha mafunzo, yeye ndiye anakuja kusimamia wizi wa kura. Yaani yeye ndio mwizi mkubwa kuliko anayemsimamia. Pengine kaiba kuku, yeye kaiba ubunge na uwakilishi sijui na unini. Sasa mwizi mkubwa yupi? Askari au mfungwa? Ndio tulipofikishwa hapa, kwamba afadhali ya mfungwa kuliko huyo askari wa kusimamia mfungwa. Naam, tulikuwa na operation hapa Pemba ilisimamiwa na mmoja katika askari wakubwa, senior officer wa vyuo vya mafunzo. Tunamjua kwa jina sisi na askari wake. Kwa hiyo ndugu zangu, tulichosema tokea mwanzo, hii nchi kwa hivi tunavyokwenda hii, tutakuja kufika pahala tutafukarika. Tutafika pahala watoto wetu, ndugu zetu watakuja kuuana kweli kweli tena. Tumeona aliyotokea Tanzania bara. Kwa hiyo tokea mwanzo tulisema tunakwenda kutafuta nchi, au sivyo tulivyosema? Tunakwenda kutafuta nini? Nchi. Haya mengine tutakuja kuyaweka sawa huko mbele ya safari. Kwanza turekebishe engine, ndio tutakuja kurekebisha na bomba ya moshi. Jamani, tunafahamiana? Tunaelewana? Wachake mpo? Tuendelee. Kwa hiyo tumetoka hapo na spirit hiyo. Tulipotakiwa kupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais, tukawaambia jamani, serikali ya umoja wa kitaifa msingi wake ni uchaguzi. Sisi mbona tunaona hakukufanyika uchaguzi? Maana uchaguzi ukifanyika ndio unaoamua nani katokea wa kwanza, nani wa pili katika ngazi ya urais, nani awe rais, na chama gani kitoe makamo wa kwanza wa rais. Sasa ikiwa uchaguzi haukufanyika, mnawapataje hao? Kwa sababu wametangazwa na tume. Tume tutayaona huko mbele. Kutokana na uchaguzi ndio tunapata mawaziri wa chama hichi wawe wangapi, mawaziri wa chama hichi wawe wangapi, kwa sababu inategemea idadi ya kila chama ya viti ilivyopata vya majimbo.
Sasa leo ikiwa kaja DC, kaja na mkuu wa mkoa, akaja na DSO, ndo wakasema huyu apate, huyu apewe, huyu atangazwe, huyu asitangazwe. Kuna wengine washapewa chetu, washatangazwa, kinachukuliwa, kinachanwa, anaambiwa sasa ni huyu. Hata aibu jamani hatuna. Nchi hii ya wastaarabu iliyoanza kuwa na serikali kuendesha nchi hii ina kanuni za polisi toke 1899, sheria katika sheria zilizotungwa 1899, sio 1900 jamani, ni police regulations. Nchi hii imeanzishwa ofisi ya mwanasheria mkuu 1906. Nchi nyingi hata hawajajua mwanasheria mkuu maana yake nini tayari. Tumefahamiana? Leo tuko hapa. Kwa hivyo tukawajibu hivyo na tukawaambatanishia na barua tuliopelekea Tume ya Uchaguzi kueleza mapungufu yote ambayo yalitokea katika uchaguzi. Ndugu zangu, sisi hatukulala siku ya uchaguzi. Viongozi wenu tuliyakusanya hayo, tukawasilisha barua Tume ya Uchaguzi saa 11 alfajiri. Kura tumepiga kama jana, alfajiri yake tukawasilisha barua Tume ya Uchaguzi kueleza madudu yote, na tukaambia hapa hamkusimamia, hapa hapakuwa na uchaguzi, uchaguzi huu lazima urudiwe. Yote tuliainisha, na tunashukuru viongozi wetu wa mikoa na wa majimbo, nao hawakulala, walikuwa wakituletea taarifa, tukakusanya kitabu kizima tumapelekea. Kwa hiyo tukaambia ndio hiyo, hatukudai kitu, hatukudai chochote, tuliishia hapo. Sasa baada hapo ndo tukaanza kufatwa, mara leo kaja huyu, mara kaja huyu, manake tukakae basi tuyatengeneze tukasema jamani, 2020 yalitokea kama au zaidi ya haya. Mzee wetu Maalim kwa heshima na kwa imani ya kwamba haya kweli ni madogo ya kutengeneza nchi, akakubaliana na mwenzake kwamba twende tukayatengeneze. Akakubali kuingia serikalini, au sivyo? Akakubali mambo matatu tu, haya tukayatengeneze, na akaambiwa, akapewa ahadi, haya mepesi, haya yanatengenezeka, lakini lazima tuje pamoja tushirikiane. Miaka 5 hata mmoja. Sasa tukaambia jamani, hebu tufundisheni namna tena ya kwenda kukaa na hawa. Hata wenyewe wakadua, manake kweli hawajui waanze, lakini sisi wenyewe tukatoa rai, labda tupite njia hii. Alhamdulillah, hawa wazee wetu marais wastaafu walipoombwa, nao wakasema hili jambo la nchi kubwa, tuko tayari sisi kwenda kusimama. Wakaombwa, wakakubali, waliombwa na upande mwingine wakakubali, wakatuita. Nakumbuka mimi nilikuwepo hapa Pemba, nikaitwa, tukaenda kuanza mazungumzo. Tulipoanza, wengi mlikuwa na wasiwasi, nasema sasa sisi tulionewa, sisi wasuluhishi wao mambo haya yatakwenda vipi? Au si kweli jamani? Tukaambia sisi tunajua kuchambua baina mchele na chua. Hapa kuna mchele, ni kwenye mpunga tu ndio huwezi kupata chua, maana hujui ipi mpunga upi, yote si kitu kimoja. Lakini tulikuwa tunajua kwamba kuna watu bado wana hekima, wanaijua nchi, wana uchungu na nchi, na wana uwezo wa kutuvusha. Tulikujenga imani hiyo,
na watu kaambia sisi nyinyi tuna imani nanyi. Kwa hiyo tumezungumza tokea tarehe 9 Novemba mwaka jana mpaka juzi tarehe 9 Julai, mmeona tumetia saini, lakini si saini ya kwenda kugawana kwamba wewe chukua nini, wewe mtapewa nini, mtagaiwa nini. Mtayaona ahadi yetu, tulisimama na ahadi tuliyowapa kwamba tunakwenda kutafuta kurekebisha injini ili bomba lisitoe moshi mweusi. Tulikwenda kuitafuta Zanzibar, tulikwenda kuitafuta nchi ambayo itaendeshwa kistaarabu, itarudi katika misingi, nchi ambayo itarudi mikononi mwenu wananchi, nchi ambayo kutakuwa na nidhamu, itakwenda kama wenzetu hao Mauritius tunaosema na wao wanafanya chaguzi, lakini unaona tofauti yao na sisi. Wao walifanya uchaguzi 2024 hapa, chama kilichokuwa tawala kishakaa miaka 10. Wao wana majimbo 20, wana wabunge 60, kila jimbo linatoa mbunge mmoja watatu. Kwa hiyo kwa majimbo 20 maana yake wabunge ni wangapi? 60. Chama tawala kilichokushakaa miaka 10, wananchi wakaambia nyie mmeanza tabia ya udokozi, nyie mmeanza tabia ya ufisadi, mmekuwa chori chori, mnatuibia. Hakanyosha sawa sawa. Katika viti majimbo 20 hawakupata hata kimoja, walifungwa 20 kwa bila. Katika majimbo 60, katika wabunge 60 hawakupata hata mmoja, 60 kwa bila. Kazi ya wananchi, mwambie nyinyi hamtufai. Shaka miaka 10 mnashiba, mnakwenda Bweu sasa, na hamkuchagua chakula, mnakwenda Bweu chafu, au sio? Mnakwenda Bweu si vibasi hivyo. Wakaondoa, wakapata viti viwili vya kufuta machozi. Wanao utaratibu, wewe ukishindwa kabisa kabisa wanakutizama, basi angalau umetimiza 10% ya kura. Ukitimiza 10 wanakupa kiti kimoja cha kufutia machozi. Wao walipata 27%, kwa hivyo wakapewa viti viwili vya kufutia machozi. Wenyewe kwa kizungu wanasema best loser, mshindwa mstaarabu. Lakini hawakupigana, hawakufanyiana vurugu, hawakugawana, hakujadisia unani akasema mpe huyu ndo aloshinda.